Miongoni mwa visiwa ambavyo vinatisha zaidi ni pamoja na kisiwa cha Bouvegrère, kisiwa ambacho mizimu na majini unawaona kwa macho yako, na ni kisiwa ambacho muda wote kipo kimya, na ni sauti pekee zinazosikika kwenye kisiwa hichi ni sauti ambazo hazielezeki wala hazieleweki. Unaambiwa kisiwa hichi kimetapakaa roho za maelfu ya watu, kwani watu zaidi ya 250,000 waliletwa kwenye kisiwa hichi kwa sababu ya ugonjwa wa tauni, na kila aliyekufa alichomwa moto ili kuzuia ugonjwa huo usiweze kuenea. Na kisiwa hiki ni sehemu ya maumivu na hofu kwa binadamu, kwani hata ukitembelea kisiwa hichi kurudi salama, basi Mungu amekupigania kweli kweli, kwani majini na mizimu inasadikika kwamba inaishi kwenye majengo na maji ambayo yanazunguka kisiwa hiki. Na mashuhuda wanasema kuwa ukilala hapa usiku unaona vivuli vinatembea madirishani, na sauti zisizoeleweka zinasikika usiku mzima, huku vitu vikionekana kutembea venyewe bila kuguswa. Hii ni dalili tosha inayoonyesha kwamba kisiwa hiki kina mizimu na majini wa kutisha kweli kweli. Na historia ya kisiwa hiki ndio inafanya kisiwa hiki kuwa maarufu zaidi duniani, kwani baada ya wagonjwa wote 250,000 kufa na kuchomwa kama kuku, eneo hili liligeuzwa na kuwa kituo cha wagonjwa wa akili. Lakini cha kushangaza, hadi madaktari wenyewe waliokuwa wakiwahudumia wagonjwa hao walipata uchizi na kujiua wenyewe, huku wagonjwa wengine wakijiua kwa kujirusha kwenye maji. Kwa kifupi ni kwamba kisiwa hiki hakuna kinachofanyika kikaweza kuendelea. Na serikali ikajaribu kutuma mainjinia wakabomoe majengo haya na kisha wajenge majengo mapya, lakini kilichowakuta mainjinia wala hakielezeki. Walikuwa wakipigwa na watu wasiojulikana mpaka wenyewe wakaamua kukimbia na kushindwa kuendelea na ujenzi huo ambao tayari walikuwa wamekwisha uanza. Na hii ni laana ambayo ilitengenezwa na taifa hili, kwani watafsiri wa mambo wanasema kuwa uamuzi wa serikali kuwatenga wagonjwa hawa wa tauni na kisha kuwachoma kama kuku ndio uliosababisha laana hii iendelee kwenye kisiwa hichi ambacho mpaka leo hakuna yeyote anayeishi katika maeneo haya. Je, hiki ni kisiwa gani na kinapatikana katika nchi gani? Na nini kilitokea? Undani wake zaidi unaweza kutazama simulizi hii kwenye YouTube wa 7 Media, na mimi ninaitwa King DI. Asante na hongera zaidi kwa kuendelea kuichagua 7 Media. Na simulizi yetu inaanzia nchini Italy, kwenye mji wa kihistoria unaitwa Venice, mji ambao umepata umaarufu mkubwa kutokana tu na namna ambavyo mji huu umejengwa na maisha ya watu wa mji huu. Na mji huu wote uko juu ya maji, yani nyumba zote unazoziona hapa zimejengwa juu ya maji kabisa, na raia wote wanatumia mitumbwi na boti kutembea maeneo yoyote wanayotaka kwenda. Yani kwa mfano, Dar es Salaam yote iwe juu ya maji, yani hutoi hata mguu nje. Ukitoa mguu basi lazima uwe umepanda boti, la sivyo utakuwa unazama kwenye maji. Na kwenye mji huu hakuna gari wala pikipiki, kwani ukitoka nje tu unakutana na maji. Hivyo hakuna yoyote anayeruhusiwa kumiliki gari, pikipiki wala baiskeli, kwani hakuna kabisa barabara za kuendesha magari katika mji huu. Na mji huu ndio sehemu ambayo kinapatikana kisiwa cha Bouvegrère, kisiwa ambacho hakuna mtu yoyote ambaye anaishi, wala hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kupeleka pua yake hapo na kuanza kufanya maisha, kwani kisiwa hiki ni kisiwa ambacho kinatisha na kuogopesha kweli kweli. Na kisiwa hichi kinapatikana kaskazini mwa nchi ya Italy, katika mji wa Venice, ambapo mwaka 1337 kisiwa hiki kilikuwa ni sehemu ambayo watu walikimbilia kwa ajili ya usalama wao, na wakati huo ulikuwa ni wakati wa vita katika kipindi cha ukoloni. Na wakati watu walipokuwa wakiendelea kuishi kwenye kisiwa hiki, waliamua kujenga makanisa na nyumba kadhaa ili waweze kuendelea na masuala ya ibada, na walijenga makanisa eneo hilo na kuendelea kuishi maisha yao kama vile wako nyumbani. Lakini miaka 100 baadaye, ugonjwa wa tauni ulizuka nchini Italy, ambapo raia wengi walikufa kutokana na ugonjwa huo.
Na kutokana na tatizo hilo kuwa kubwa zaidi na kuendelea kuteketeza maelfu ya watu, serikali ikaamua kuwakusanya wagonjwa wote na kuwapeleka kwenye kisiwa hiki, huku wakibomoa makanisa na majengo mbalimbali yaliyokuwa maeneo hayo na kujenga hospitali ambayo ilikuwa ikihifadhi wagonjwa wa ugonjwa huo mbaya wa tauni. Na ili kuzuia ugonjwa huo usiweze kuenea, basi pindi mgonjwa yeyote anapokufa kutokana na ugonjwa huo, basi serikali iliamua kuwachoma moto ili kuzuia ugonjwa huu kuenea na kuleta madhara makubwa zaidi. Na kati ya watu wote waliopelekwa kwenye karantini hii, basi hakuna yeyote aliyerudi wala kupona. Na wote waliopelekwa hapa waliteketea na kisha kuchomwa, ambapo kinatajwa kuwa ni kisiwa ambacho kimekusanya roho za marehemu wengi zaidi ambao wanatajwa kufikia 250,000. Lakini ilipofikia karne ya 20, kituo hiki kilibadilishwa na kuwa hospitali ya wagonjwa wa akili. Na hapo kituo hiki kilikuwa kinakusanya watu wengi zaidi ambao walikuwa wakitibiwa katika eneo hilo. Lakini hali ya kutisha kwenye kisiwa hiki ilizidi kuongezeka, huku maruerue yakiendelea kuonekana waziwazi bila chenga, kwani hata wagonjwa wenyewe ndio kwanza walizidi kuchanganyikiwa zaidi, na hata wakilala usiku walikuwa wakiona vitu vya ajabu, ambapo walikuwa wakiona vivuli, huku wakisikia kelele za ajabu zikiendelea kuwazunguka katika eneo hilo la kisiwa. Na hali hiyo ilisababisha wagonjwa wengi kuendelea kuchanganyikiwa, kwani eneo hilo lilikuwa limetengwa zaidi kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa wa akili na kuwarudisha kwenye hali yao ya kawaida. Lakini hali ambayo ilikuwa ikiendelea kwenye kisiwa hicho, basi wagonjwa waliendelea kuchanganyikiwa zaidi. Na kwa ujumla wao, madaktari na wagonjwa waliendelea kuvumiliana na hali hiyo, lakini hakuna aliyekuwa na nguvu wala uwezo wa kubishana na mizimu. Hali hiyo ilizidi kuwa mbaya zaidi, na ikafika mahali mpaka wao madaktari wenyewe nao wakaanza kuugua ukichaa. Yani wakaanza kutokwa na akili na kuanza kufanya vurugu hospitali yote na kisha kuuana wenyewe kwa wenyewe. Na hata daktari mkuu naye wa kituo hicho naye alijiua bila sababu ya msingi, na kusababisha wagonjwa wengine nao kujiua na kufanya vurugu ambazo ziligharimu maisha yao. Tena kuna wengine ambao walikuwa wakijirusha kwenye maji ambayo yanazunguka eneo hilo na kisha kutokomea kusikojulikana, ambapo watafiti wanasema kuwa watu hao waliojirusha kwenye maji basi walipoteza maisha, kwani hakuna chochote wala kumbukumbu yoyote iliyobaki kutokana na watu hao ambao walijirusha kwenye maji. Na hapa ilikuwa ni mwaka 1968. Kituo hichi kilifungwa na hakuna yeyote aliyewahi kuruhusiwa kutembelea kisiwa hicho. Na hiyo ni kutokana na hali mbaya ya kutisha katika mazingira haya ambayo yanatajwa kuwa na utata zaidi, na mpaka sasa kisiwa hichi chote kipo kimya na hakuna sauti zinazosikika zaidi ya ndege wa ajabu na sauti ambazo haziwezi kuelezeka. Na baada ya miaka kadhaa, serikali ikataka kuendeleza miradi ambayo ilikuwepo kwenye kisiwa hichi, lakini walipoagiza mainjinia kwa ajili ya kwenda kujenga majengo mapya, ujenzi wala haukuisha kabisa, kwani mainjinia walikuwa wakipigwa na watu wasioonekana na kisha kuamua kukimbia na kutelekeza vifaa vyao na majengo ambayo walikuwa tayari wameshaanza kuyajenga. Na mpaka leo sehemu hii imegeuka kuwa ni sehemu ya kihistoria ambayo inakusanya watalii mbalimbali wanaokwenda kutembelea eneo hili ili kutazama yale ambayo yanatajwa na vitabu mbalimbali kuwa eneo hili ni eneo ambalo limekusanya maelfu ya roho za marehemu ambao walikuwa wakiumwa ugonjwa wa tauni na waliletwa hapa kwenye kisiwa hichi kwa sababu ya kuwekwa karantini. Endapo yoyote atapona basi atarudishwa mjini, lakini kwa bahati mbaya hakuna yeyote aliyepona, wote walikufa na walichomwa moto ili kuzuia ugonjwa huo mbaya wa tauni usiendelee kumaliza maelfu ya watu kwenye nchi ya Italy. Mimi ninaitwa King DI na kusihi uendelee kusubscribe kwenye channel ya 7 Media ili uwe wa kwanza kupata video zetu pale tu ambapo tunapokuwa tunaziweka kwenye mtandao wa YouTube. Asante na hongera zaidi kwa kuendelea kuichagua 7 Media.